Leo tunakwenda kuangalia mada kuhusu kwa nini wajawazito wengi hupata UTI wakati wa ujauzito. Maambukizi ya njia ya mkojo, yani urinary tract infection, kifupi kama UTI, ni tatizo linalopatwa na wake wengi, lakini linakuwa la kawaida zaidi kwa wajawazito. Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 10 hadi 15 wajawazito hupata UTI angalau mara moja kipindi cha ujauzito. Tatizo hili likiacha bila kutibiwa linaweza kusababisha madhara kwa mama na mtoto. Sasa leo nakwenda kukuletea sababu kwa nini wajawazito wengi hupata UTI, na mwisho nitakuletea njia za kujikinga na UTI wakati wa ujauzito. Kutoka nami Daktari Lenny Komba nikuletea mada hii kwa undani. Kama bado kujiunga nasi, basi jiunge nasi kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Sababu ya kwanza, mabadiliko ya homoni, tunaitaga hormonal changes. Wakati wa ujauzito, homoni progesterone huongezeka na kusababisha misuli ya njia ya mkojo kulegea. Hali hii hufanya mkojo kutiririka polepole, hivyo kutoa nafasi kwa bakteria kuzaliana kirahisi. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili, tunasema shinikizo kutoka kwenye tumbo la mimba. Yaani kadri mimba inavyozidi kuwa inabana kibofu cha mkojo na urethra, mirija ya mkojo, hivyo kufanya kibofu kisijisafishe vizuri. Yaani mama anapoenda kukojoa anabakiza kiasi fulani cha mkojo katika mfumo wa mkojo, jambo ambalo linatengeneza mazingira mazuri kwa bakteria wanaosababisha maambukizi ya mkojo, yani UTI, kuzaliana na kusababisha maradhi ya UTI. Na sababu ya tatu ni mabadiliko ya mfumo wa kinga. Katika kipindi cha ujauzito, kinga ya mwili hupungua kidogo wakati wa ujauzito ili kuruhusu mtoto kukua. Hii inatokea kwa sababu kama kinga ikiwa kubwa inaweza kupelekea mimba kuharibika, kwa hiyo inaweza kutambua kwamba kuna kitu kipya kipo mwilini na kikatolewa. Kwa hiyo kinga ya mwili inashuka kidogo ili kutoa nafasi kwa mtoto kukua. Hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na baadhi ya bakteria, hasa wanaosababisha maradhi katika mfumo wa mkojo na kupelekea bakteria kuzaliana kwa kasi na kusababisha maradhi ya UTI. Sababu ya 4 ni mabadiliko katika pH ya mkojo. Mkojo wa mjamzito huwa na kiwango kikubwa cha sukari na protini, hali inayowezesha bakteria kama E. coli kukua kwa haraka na hivyo kuweza kusababisha maradhi katika mfumo wa mkojo. Sababu ya 5, kutokunywa maji ya kutosha. Baadhi ya wajawazito hupunguza kiwango cha maji na kwa kuhofia kukojoa mara kwa mara, jambo linalosababisha bakteria kujikusanya kwenye kibofu na kuzaliana kwa kasi, hasa kipindi hiki cha ujauzito. Jambo hili linaweza likapelekea UTI na magonjwa mengine ya mfumo wa mkojo. Jambo la 6 ni usafi hafifu wa sehemu za siri. Kutokufuata usafi wa sehemu za siri, hasa baada ya kwenda haja ndogo na kubwa, kunaweza kuruhusu bakteria kutoka sehemu ya haja kubwa kuingia katika sehemu ya haja ndogo. Lakini pia katika swala la usafi, kutokubadilisha nguo za ndani kwa wakati. Kwa mfano pedi, tunashauri mama mjamzito awe anatumia pedi angalau masaa 6, yaani isizidi masaa 6. Kwa ukishindwa kubadilisha, unatengeneza mazingira mazuri kwa bakteria kukua na kusababisha maradhi katika mfumo wa mkojo. Dalili za UTI katika kipindi cha ujauzito. Kwanza, kuna maumivu au kuwasha wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara au hisia ya kutaka kukojoa kila muda, maumivu ya tumbo la chini, lakini pia harufu mbaya au rangi isiyo ya kawaida ya mkojo, lakini pia homa au kutetemeka ikiwa maambukizi yamefikia katika figo. Madhara ya UTI ikiwa haitatibiwa. Madhara ya UTI kwanza inaweza kupelekea maambukizi kuenea hadi kwenye figo, lakini pia kuongezeka hatari ya kujifungua mapema, lakini pia inaweza kupelekea uzito mdogo na mtoto atakayezaliwa, lakini pia maumivu makali na hali dhaifu ya mama. Kuna njia za kujikinga na UTI wakati wa ujauzito. Njia hizi kuna njia ya kwanza ni kunywa maji mengi kila siku, angalau lita 2 mpaka 3. Lakini pia
Kukojoa mara tu unapohisi haja ndogo. Usijizuie kwenda kukojoa. Unapotoa mkojo mara nyingi pia unapunguza hali ya kutokuwa na UTI. Safisha sehemu za siri kwa maji safi ukianzia mbele kwenda nyuma. Njia nzuri ya kujisafisha ndiyo hiyo tunayoshauri. Epuka nguo za ndani zinazobana. Tumia zile za pamba ambazo zinapitisha hewa. Lakini pia epuka kutumia sabuni zenye kemikali kali sehemu za siri. Hakikisha unafanya uchunguzi wa mkojo mara kwa mara kwenye kliniki ya wajawazito ili kubaini kama una maambukizi na uweze kuchukua hatua za haraka. UTI ni tatizo la kawaida kwa wajawazito kutokana na mabadiliko ya mwili na homoni. Hata hivyo, kwa usafi mzuri, ulaji sahihi na ufuatiliaji wa kliniki, tatizo hili linaweza kuzuilika na kutibiwa mapema kabla kusababisha madhara kwa mama na mtoto. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Naamini kuna jambo umejifunza. Njoo kwenye comment section ili nasi tupate kujifunza zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.